hiyo ndio kujenga maishani mwao, na mimi unitumie kama chombo tu, katika jina la Yesu naamini yatatendeka. Amina. Amen. Ushauri. Sema kishia. Nenda kwanza kwa bebe. Kabisa. Sameni ya mjambo kwanza. Mimi naitwa kwa jina Prosper Scalensi Yemba. Kwa hiyo naitwa, mimi natoka Kongo, mmoja wenu. Ni mtu wa Sud Kivu, lakini nimezaliwa Manyema, nimekulia Kisangani. Nimeanza kufanya kazi Kisangani na nikaenda Kinshasa, baadaye nikaendea nchi za kigeni kabla ya mimi kuja Marekani. Ndio. Kwa hiyo niko hapa kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo somo letu la leo ni kusema ufalme wa Mungu. Ndio tutajifunza katika wiki nzima hiyo. Kichwa cha somo letu ni ufalme wa Mungu, na huo ufalme wa Mungu lazima tuelewe kila kitu kina mwanzo. Kila kitu huwa na mwanzo. Hata sisi huwa tunalala kwenye majumba, lakini majumba hayo yalikuwa na mwanzo. Yalitengenezwa na watu, au sisi wenyewe tulitengeneza, tulifanya jinsi ya watu watutengenezea hayo. Kwa hiyo tunapaswa kujua katika kila jambo kuna chanzo. Kama ni jumba, kuna msingi baadaye ujengwe na hivyo nyumba ikamilike. Sasa sisi tutajifunza zaidi ufalme huo wa Mungu ambao unazungumzwa kila siku. Huwa tunasikia kwenye makanisa wanazungumza ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu, lakini tutajifunza Biblia nzima hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho inazungumzia huo ufalme. Na katika makanisa mengine hawazungumzie kuhusu ufalme, wanazungumzia wokovu, lakini hawaliguse neno la ufalme wa Mungu. Na sisi kama Wakristo defu tunajumuika sana na mambo ya ufalme wa Mungu, ndio huwa tunahubiri. Kwa hiyo siku ya leo tutajifunza nani aliyeanzisha huo ufalme, na tuone kama ni ukweli, na tuone kama kuko ahadi za huo ufalme wa Mungu. Leo tutajifunza ahadi za huo ufalme wa Mungu, na tutajifunza Mungu kama mwanzilishi, yeye ndio mtunzi, mjenzi. Tusome katika Mwanzo chapter ya kwanza na mstari wa kwanza mpaka wa 5. Sababu tutaanza na kitabu cha Mwanzo, hata kitatupeleka baadaye kwenye mambo mengine. Some mwenye kwa tayari anaweza kusoma Sura ya kwanza. Sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 5 kuendelea, wa pili, wa tatu, wa nne, wa 5. Tusome kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ikiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mstari wa 4 anasema Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mstari wa 5 anasema Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Ndio. Tunaona hapa kama
hapo mwanzo inatuzungumzia mwanzo wa kila kitu, lakini kabla ya huu mwanzo wa uumbaji wa mbingu na dunia alikuwepo Mungu, alikuwa tayari yuko. Sasa Mungu naye ana mazingira yake, yani environment. Sasa sisi huwa tunaishi kwenye majumba, tunajitayarisha kwa maisha ya kusema tusikabiliwe na mvua na mambo mengine, majanga mengine. Sasa Mungu naye ana environment yake yenyewe alikuwa nayo, unaona, kabla ya kuumba mbingu na ulimwengu. Sababu hapo mwanzo inatuonesha kama Mungu aliumba vitu viwili, lakini huwa watu hawazungumzie kabisa. Ni kama vile mseremala. Mseremala unaweza kusema mseremala alitengeneza meza na kiti. Unasikia? Hapa anatuzungumzia mbingu na dunia. Ni vitu viwili vyenye vimeumbwa hapo mwanzo, lakini vimeumbwa katika vipindi tofauti. Kilichotangulia ni mbingu na baadaye sasa ikaja dunia, udongo ambao ardhi yenyewe tunaikalia. Sasa tunapaswa kujua kwamba viliumbwa vitu viwili. Kabla ilikuwa mbingu, kisha ikaumbwa dunia. Na mambo mengi ya mbinguni Biblia inasema, sababu mbingu ni za Mungu, hatukuzungumziwa. Hata Musa alipoanza kuandika mambo ya Biblia, alituanzia sasa na mambo ya dunia. Ukisoma kitabu chote cha Biblia wanatafsiri mambo ya dunia, sababu dunia ndo ilikuwa makusudi ya Mungu, amuumbe mtu aishi katika ulimwengu huu, na yeye Mungu atawale kama vile yeye ndo mfalme. Unaona? Sasa mambo ya mbingu hii sana ni katika kujifunza tena Biblia, ndio utagundua kama mbingu zilikuwa na muundo mwingine kabla ya dunia kuumba. Mungu wakati aliumba mbele mbingu, ndio aliwaumba malaika, aliumba makerubi, maserafi, akaumba na watu wengine, viumbe vingine kama watu vile. Sababu Biblia inatushuhudia kwamba huko mbinguni kuko wazee 24. Wale wazee 24, mara ukisoma katika Biblia hautaelewa ni wanani. Wako wale 24 walikuwa wameshaumbwa, sababu ukisoma tena Ufunuo inatuzungumzia kuhusu hao watu wanani, wazee 24, ndio utakuta wanazungumzia kama siku za mwisho. Hao watu wazee 24, 12 wanawakilisha vizazi 12 vya wana wa Israeli, na kuna wazee wengine 12 wanawakilisha wafuasi wa Yesu Kristo. Wafuasi wa Yesu Kristo walikuwa 12, na wale wengine viumbe 12 ni wale wenyewe wanawakilisha wafuasi wa Yesu Kristo. Na sisi hapa kwa leo, kwa mfano, kama tunapata Injili, tumepata Injili kutokana na jinsi Yesu alikuwa anafundisha wafuasi wake. Petro alienda akafunza huko, Marko alienda akafunza huko, Mathayo alienda akafunza huko. Hata leo tunaipata Injili, hatujue kama ilitokea wapi. Inatokea kwenye hawa wafuasi wa Yesu Kristo. Sasa hiyo hatutazungumzia zaidi kuhusu mbingu, ila nawapa mwanga tu, sababu mpate kujua kwamba vitu vingine watu wanauliza, utaoneshe malaika waliumbwa wapi? Malaika hapa katika Biblia hautaona mahali wanasema malaika waliumbwa, lakini walikuwa wameumbwa, sababu inatujulisha ya kwamba mbingu ziliumbwa kabla ya dunia. Unaona? Mbingu ziliwahi kuumbwa kabla ya dunia, na mbingu sio moja, sababu ukisoma Biblia inatuonesha huko mbingu za mbingu, na Mungu mahali anapokaa ni mbingu isiyo karibiwa. Unaona? Isiyo karibiwa. Hapa Mungu katika uumbaji wake tunaona
yeye ndio mwanzilishi wa kila kitu, yeye ndio mjenzi, yeye ndio mwezaji mwenye kuwezesha kila kitu. Sasa hapa tunaposoma inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu, unasikia? Aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Nchi haikuwa na kitu. Tena utupu na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Sasa hapa wanatuonesha tena eti Roho wa Mungu alikuwa akitulia juu ya uso wa maji. Sasa Mungu alikuwa anaishi wapi hapo mwanzo na yeye? Mungu alikuwa anaishi juu ya vilindi vya maji, juu ya mavage ya maji. Sasa ukijifunza tena kibiblia zaidi, maji sio mimi nasema kibiblia, Ndio. maji hayakuumbwa, maji yalikuwa na Mungu. Sababu katika Biblia tukisoma sana tunaona fasi tu Mungu alitenga sasa maji, akatenga maji ya juu na akatenga maji ya yenye kuwa chini. Huyo Mungu yeye ndio mjenzi. Katika mipango yake ndio alifanya maundo hayo. Bon, tukisoma tena hapa inasema Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Unaona? Siku moja hiyo imetengenezwa. Mungu amemaliza kila kitu. Tunaona kama Mungu ndo mwanzo wa kila kitu. Hakuna kitu ambacho chenye kuonekana na kisichoonekana chenye kikutengenezwa na huyo Mungu. Huyo Mungu tunamsema yeye ndo mjenzi. Sasa hapa tutasoma tena katika Geneze Mwanzo chapter hiyo ya kwanza mstari wa 26. Sasa aliumba mtu. Tusome. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kitambaacho juu ya nchi. 27. Mungu hapana hapo. Hapo. Okay. Tunaona hapa Mungu wakati alimuumba mtu alikuwa na makusudi. Anasema atawale. Mungu alimpa mtu utawala, atawale na achunge. Ilikuwa atawale nchi na achunge ardhi. Ndio ilikuwa bite ya nani ya Mungu, ukomo wa Mungu. Ilikuwa huyo mtu anayeumbwa aweze kutawala na aweze kuwa mwenye kuchunga, mchungaji. Sasa unajua mahali popote penye kuwa utawala lazima pawe na mtu mwenye kutawala. Unaona? Ilikuwa Adamu atawale nchi na Mungu awe mtawala wake juu yake. Na hapo alipoumbwa huyo Adamu, hatuyaona katika Biblia jinsi wanavyozungumzia kwenye makanisa mengine eti tutaenda mbinguni. Mungu hapa ukisoma Biblia yote hapa kitabu chote cha Mwanzo, Mungu alipomuumba mtu alimuweka mtu atawale na aishi hapa katika ulimwengu huu ambao tunaoishi. Ila alimpa masharti tu. Alimpa masharti ya kusema kwamba kila kitu, kila mti, tunda la kila mti unaweza kula, ila la mti huu wenye kuwa katikati ya bustani usiule. Unaona? Katika utawala wowote, hata utawala wa leo tuko hapa Marekani, Trump yuko rais, kuna namna ya utawala jinsi huko. Kuna departement ya justice kwa mfano yenye kuangalia sheria. Inasema
mtu asifanye kitu fulani, na kweli usikifanye kile kitu. Ukikifanya unakuwa umeenda kinyume na sheria. Na vivyo hivyo Mungu alileta sasa, akatoa sheria yake ya kwanza, akamwambia huyu mwanadamu aliyemuumba Adamu, anamwambia usikule hiki. Vyote unaweza kufanya, lakini hiki kitu usikule. Ni kama vile watu wengine huwa wanasema haikuwa tujue ya nani ya kula tunda tu ndo ampe malipizi ya nani ya kifo. Lakini ni hivyo, ni kama sisi wazazi leo. Uko na watoto wako, unaweza kufanya tu kwa kupima watoto zako. Uko na watoto hao 2, 3, unasema watoto zangu kila mtoto nimemwandikia ana account banking milioni 7. Nyinyi kila mtu ana milioni 7. Nina magari hapa, mnaweza kutembelea magari vile mnapenda. Mfanye kila kitu vile mnafanya. Ila picha yangu hii yenyewe mnaona hii, na iwekaka hapa juu ya meza yangu. Msichukue au msigeuze. Ibaki hivi hivi. Kwa mfano mimi naleta chapeau yangu hii, kofia yangu, nasema ndugu Simba, ndugu msiguse chapeau yangu hii. Muiache hivyo hivyo ilivyo pale. Sasa unajua hali ya binadamu, wale watoto watafanya baba mbona anatupatia account nini, kila kitu tunachezea, tunanunua majeti, tunafanya kila kitu. Juu tu ya kugeuza picha yake ndo anaweza hawezi kufanya kitu. Unaona, watafika tu wanakamata, sema tugeuze kwanza tuone baba atafanya nini. Sawa, wewe baba unakuja kukuta picha yangu nani mwenyewe alifanya hivi. Wanakuwa wanaulizana, si mimi fulani, si mimi. Kulikoni kuitika, tumekosea baba, ni mtu fulani ndo nimefanya hivyo. Unaona? Sababu mtu yeyote kama mzazi, Mungu naye kama mzazi, huwa na huruma sana. Huwa anapendelea wakati tunafanya makosa tu ya kubali. Sasa mtoto wakati unakuta anaisha geuza nani yako hivyo bila kunani, wewe peke utasikitika, unasema kumbe watoto nao ni wajinga. Na hapa kila kitu. Lakini nawapa sheria ndogo tu ya kusema wasiguse picha yangu. Ona hivi wanafanya. Maana yake katika kuvunja hii amri ndogo, hata kubwa hivi watavunja. Na ndivyo ilivyokuwa Mungu na Adamu. Sasa alipoona Adamu amekula tunda, Adamu naye akukubali. Anasemaje? Anasema si mwanamke huyu ulinipa. Inakuwa inaonekana kama ni Mungu ndo msababishi wa makosa yake. Akukubali. Na ndivyo Mungu alimpa sasa lazima afe. Maisha ya Adamu ilikuwa alinde ardhi na kutawala kila kitu, aichunge. Maisha yake iwe milele na milele. Lakini katika kukosa ndo Adamu amepoteza maisha yake ya kuishi milele na milele. Na sisi mimi na wewe, huwa Biblia watu wengi wanasema Mungu ameniumbaje hivi? Mimi nateseka hivi. Sisi si viumbe vya Mungu. Sisi ni wana wa Adamu. Mungu kiumbe alichoumba ni Adamu. Katika Adamu ametokea Hawa kutoka mifupani mwake. Wale walikuwa viumbe vyake. Sababu sisi tunakuwa ni makopi. Sababu baada ya Adamu kukosa, wakati alimjua mkewe, Mungu alikuwa ameshampatia amri ya kusema mjuane na mkazidishane. Wale sio tena viumbe. Sisi hatutoke tena kwenye udongo, unaona? Tunatoka katika maelewano ya baba na mama, wakikutana wanatuzaa. Hatuko tena tunatoka kwenye udongo. Sisi tunakuwa viumbe vyenye multiplication, makopi. Ni makopi. Mungu aumbe mtu tena. Na ndio sababu inasemekana kwamba mtoto aheshimu baba yake na mama yake. Sababu hakuna Mungu mwingine hapa duniani isipokuwa wazazi wetu ndio miungu yetu. Unaona? Wakati tunaenda kinyume cha wazazi wetu, tunaenda kinyume cha Mungu. Na hapo tunapata ghadhabu hivi. Sababu Biblia inasema asiye shika sheria ya wazazi siku zake huwa zinafanyaje? Zinapungua hapa duniani. Haya. Tutaenda tena kusoma katika Mwanzo 2
1 mpaka 3, mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tuone vile Adamu alipewa nani pumzi ya uzima. Tunaweza kusoma Mwanzo 2:1-3. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyofanya. Akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Ndio. Tuendelee. Ya 5, ya 4. Ya 4. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Okay. Siku ile ndio hapo ya Bwana Mungu alipo. Tunaishia hapo. Sasa unaona hapa wanatuonesha vizazi vya mbingu na dunia. Ni kama vile nilivyowazungumzia, mbingu zilipoumbwa kulikuwa uumbaji mwingine. Sababu unaweza kusema mseremala alijenga meza na kiti. Mtu alikuwa amekaa kwenye kiti akaanguka. Alipoanguka waliita ambulance. Ambulance imempeleka hospitali. Sasa hapa unaona katika utengenezaji wa nani wa mseremala alitengeneza meza na kiti. Kitu gani chenye wanazungumzia zaidi hapa? Uumbaji. Ni uumbaji ndio. Sasa tunasema mtu mseremala alijenga meza na kiti. Mtu alikuwa amekaa kwenye kiti akaanguka akapelekwa hospitali na ambulance. Sasa unaona tunazungumzia kitu gani hapa? Kati ya meza na kiti. Kiti, unaona? Inatupatia mwanga zaidi juu ya kiti, sababu kiti mtu alikuwa amekaa kwenye kiti na ndio mwenyewe alianguka. Hapa meza hatuyajua kama meza watu walikuwa wanalia kwenye meza au wanafanya kazi nyingine. Na ndivyo hivyo siri katika uumbaji wa mbingu na ulimwengu. Mbingu zina siri zake na ulimwengu ndio unazungumziwa zaidi, ni kama vile kiti chenye mtu alikuwa anaikalia. Unaona? Hapa wanatupatia historia nzuri ya ulimwengu kuliko historia ya nani ya mbingu. Sasa hapa wanasema kadiri ndugu alivyosema hapo, hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Vizazi, tunaona vizazi vya mbingu zilipoumbwa na nchi. Unaona? Mtu aliumbwa alikuwa na maslahi fulani Mungu aliyemuumbia, ni ya kusema alinde na kutawala, atawale na aweze kuilinda nchi. Sasa katika utawala alikuwa anapewa masharti, na hayo masharti kwa kweli hakuyakamiliza, na Mungu akapita anamchukulia nani nyingine. Tusome tena mstari wa 4 mpaka wa 7 hapo. Mwanzo 4. Yaani sura ya pili mstari wa 4 twende mpaka wa 7. Okay. Tutaishia kwa 7. Ndivyo vizazi vya mbinguni na nchi vilipoumbwa siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu haijaonyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya ardhi,
akapulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Unasikia hapo? Hapa wanatuletea tena, wanatuonesha jinsi uumbaji, vizazi vya mbingu na ulimwengu. Mbingu azizungumziwe zaidi, unaona? Wako wanazungumzia ni mambo ya nchi. Jinsi Mungu alifanya, kulikuwa baada ya yeye kuumba nchi, kuumba ulimwengu, ilikuwa mvua haiyanyeshaka hata siku moja. Kulikuwa umande sasa ukatokeza. Wakati umande ulijitokeza juu ya ardhi, ilikuwa haiyalimwa. Na ndipo Mungu alichukua sasa uvumba kutoka ardhi akautengeneza mtu. Ni kama vile huko unatengeneza pupe yako vile. Unatengeneza kipupe chako, sanamu ya mtu. Sasa baada ya kutengeneza huyo mtu kwa sanamu ya inyali toa kwa udongo, aliupulizia sasa pumzi ya uhai. Ndio mtu akawa kiumbe hai. Unaona, hii Biblia inatuzungumzia kuhusu huyo mtu. Sasa tukisoma tena mstari wa 8 mpaka wa 9, endelea. 8 hadi 9. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akaweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Okay, unasikia sasa Bwana alivyofanya sasa baada ya kumuumba mtu kama kiumbe hai, akampatia masharti hivi namna ya kuishi. Baada ya kuumba kila kitu pale, alimpa masharti. Sasa haya masharti ndio mtu hakuweza kuyazingatia. Hakuweza kuyazingatia zaidi. Na ndicho kilichosababisha sasa mtu huyo afe. Na katika kufa leo tunao tumaini kwamba atakaye tuletea uzima ni Adamu wa pili, huyo Yesu Kristo. Na Yesu Kristo akutoka kwenye Mungu akosee. Watu wengine huwa wanasema, kwa nini Mungu alifanya hivi? Mungu alifanya hivi. Mungu tunaona kwanza katika Biblia alifanya kisha kuumba dunia baada ya siku 6, siku ya 7 alifanyaje? Alipumzika. Na sasa alipumzika, kazi zingine alimwachia mwanadamu. Mwanadamu achukue jukumu za kufanya kazi zingine. Na ndio pale huwa tunaona Mungu katika kusaidia mtu. Leo katika imani yetu sisi wa Kristadelphia tunasema sisi watu ndo malaika. Mungu anaweza kukutumia wewe ili unisaidie mimi. Bila kujua nitasema Bwana Simba ndo alinisaidia. Lakini na sahau kama Mungu ndo alimtumia Bwana Simba kuweza kunisaidia mimi. Unaona? Mungu ana mambo mengi ambayo anayafanya. Baada ya kupumzika yake, kazi nyingi aliziacha mikononi mwa Adamu. Adamu kama binadamu, ili aendeleze kazi hizo na yeye akiwa Mungu wake. Sababu tukisoma Biblia inatuonesha kila siku jioni Mungu alikuwa akitembelea bustani, anamtembelea Adamu. Anamtembelea kila wakati. Adamu vipi? Safi. Wakati Adamu hajakosea. Alikuwa anaonana naye ana kwa ana. Na baada ya Adamu kufanya sasa makosa, ndipo nasi tunahukumiwa, sababu tuko watoto tumetoka kwa Adamu. Sasa Mungu naye asingetuachilia hivyo. Ilibidi afanye mtu wa pili atakaye ongoza huo ulimwengu, ambaye tutasoma ahadi zenye Mungu alizozifanya. Ndio huyo Kristo Yesu. Kristo Yesu akutoka tena, Mungu akupendelea akamate tena uvumba. Wenye alitengeneza mtu wa kwanza, amuumbe mtu atakaye kuja kutukomboa tena. Alikamata sasa huyo Yesu Kristo akamtosha kwenye mwili. Alimchagua binti aliyekuwa bado bikira, akazaliwa kwake. Sababu ilikuwa fasili
ilikuwa rahisi sana Mungu aambie tu mwanamke wowote ule au malaya asema wewe mzai, lakini Mungu alifanya choice zake. Aliona hawezi kuachilia ulimwengu hivi, akamtoa sasa mtu huyu wa pili, Adamu wa pili, aje kutokea kwenye mwili, sababu mamake alikuwa ameshakuwa kiumbe chenye kukamilika, ni mwili. Na hapo unaona wengine huwa wanazungumzia katika Yohana, hapo mwanzo alikuwa neno likawa mwili ni hawaelewi ni kwamba neno Mungu katika kila kutenda kwake alikuwa anatumia ni neno lake. Katika uungu wake, nguvu zake, anatumia neno lake. Na lile neno lile ilikuwa ahadi ni huyo Kristo. Na huyo Kristo sasa atakuja, alikuja kimwili ili tuzihirishe tukamilishe kama huyo mtu tulimuona, sababu hata sisi hatukumuona, wenyewe walikuwepo kabla yetu, waliwahi kumuona huyo Kristo. Na ndio sababu maandiko yanarekodi kama Yesu Kristo aliishi kama binadamu mwingine. Alifanya, alikula, alitembea, alifanya kila kitu, lakini hakutenda dhambi. Yesu alikuwa anakasirika kama vile binadamu mwingine. Tunaona wakati alikuta watu kwenye hekalu wakiuza na kuuzisha, aliwatombokea, akakasirika, akageuza kila kitu, asema hapa ni nyumba ya Baba, sio nyumba ya kufanya biashara. Unaona? Ndivyo tuna imani kama huyo Yesu Kristo ndo atakuja huyo Yesu Kristo wakati atakuja ndo atakamilisha kila kitu. Yeye kama vile Adamu wa pili, ni binadamu kama sisi, lakini aliyetumwa na Mungu, aliyechaguliwa na Mungu. Wakati atakuja ndo tutapata huo uzima wa milele ambao Adamu aliupoteza. Tutapata sasa huo uzima wa milele. Sasa kuna ahadi ambazo zimo katika maandishi. Hizo ahadi tutajifunza azo wakati tutajifunza kesho ufalme wa Mungu jinsi utakuwepo na maendeleo yake, sababu kiini chetu itakuwa tujue namna gani huo ufalme wa Mungu huko, na jinsi Biblia inatukusudia, jinsi inavyosema kuhusu huo ufalme wa Mungu. Na ndio sababu ya leo hiyo. Haya, tunaweza kusoma tena chapter ya pili hiyo, mstari wa 15. Mstari wa 15. Kuna kazi aliyopewa sasa Adamu. Tusome. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Kuilima na kutunza. Si unasikia? Watu wengine wako wanasema nini Mungu alifanya hivi? Alimwahidi huyo Adamu tangu mwanzo anapaswa kufanya nini? Ailime na itunze. Ni kama ulimwengu wa sasa, sababu wakati Adamu alikuwa peke yake, hakukuwa makampuni, hakukuwa hii yote. Inakuwa sasa ujuzi wa mwanadamu, wakati watu wanaendelea kuwa wengi, ndo inakuwa hata kilimo ni matrakta ndio lakini Mungu alimwambia ailime na aitunze. Endelea. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Unasikia? Alisema yeye peke Mungu. Ndiyo. Matunda ya mema na mabaya. Unaona? Hiyo matunda ni matunda ya mema na mabaya. Yaani ni dhambi. Wakati mtu alipoumbwa, aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Hiyo ni dhamiri. Tunaita Roho Mtakatifu kama vile dhamiri. Dhamiri ya mtu ina vitu viwili.
ina ngambo mbaya na ngambo nzuri. Naweza kuwapa mfano. Kwa mfano tuko tunatembea hapa, unaona ndugu fulani anaangusha 100 ya dala. Kama una roho nzuri, utasema, dada, kaka, umeangusha." Unaona? Hapo dhamiri nzuri imekufanya hivyo. Na ule mtu wakati ataona atafurahi. Hapo umefanya tendo jema. Lakini kama dhamiri yako tu ni mbaya, unatia mfukoni. Unaona? Unatia mfukoni. Mungu hapa alimwambia Adamu, alimkamilisha kama huu mtu usiule, sababu ni mema, kujua mema na mabaya. Ni conscience sasa ilikuwa ndani ya utu wetu, dhamiri yetu. Tusikwe tunalaumu asema shetani ndo alinifanya hivi nini. Ni dhamiri tu ya wewe mtu. Dhamiri yako ikikutuma utende mema, unatenda mema. Ikikutuma utende mabaya, inakutenda mabaya. Mema ndio yanatuweka katika mambo mazuri, lakini tunapotenda mabaya yanatupeleka kwenye ghadhabu na mambo mengine. Tuendelee. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Unasikia hapo? Unasema siku atakula matunda ya huo mti atakuwa nini? Atakufa. Hadi promesa ilikuwa ni kufa. Sasa tukisoma tena mstari wa 22 hapo 22. Na ule ubavu uliotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, ndio akamleta kwa Adamu. 13. Ndio. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke. Unasikia? Hapo inatosha tu. Sasa unaona hapa jinsi Mungu alivyofanya. Ukisoma hapa mwanzo, sawa, anasema Mungu alimuumba mtu. Katika hata Biblia zingine za tafsiri nyingine ya zamani inasema Mungu alimuumba mtu. Sasa utasikia tena wanatia virgil, akawaumba mume na mke. Lakini mtu aliumbwa ni huyu mmoja tu. Sababu huyo mtu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Alikuwa na uwezo wa kufanya kila kitu. Ikiwa ndani yake mna mwanamume na mwanamke kabla ya mwanamke aumbwe. Unasikia? Na ilikuwa makusudi ya Mungu, sababu mtu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu wetu ni mwanaume. Sababu tunamuita baba. Angekuwa mwanamke tungekuwa namuita baba? Hatungemuita baba. Na tukifuata mifano kabisa kibiblia, Adamu wakati aliumbwa kwa mfano wa Mungu alikuwa nani? Mwanamume. Alikuwa mwanaume. Yesu sasa iko anakuya ni nani? Mwanaume. Yesu alioa. Akoa. Na kazi ya Mungu ilikuwa ya huyo Adamu ilikuwa alinde, atunze. Hakukuwa mafikira zingine asema afanye kitu kingine. Vitu vyote vilikuwa vimeshakamilika. Mungu amekamilisha kila kitu, kumwekea mazingira mema ili yeye atakapoumbiwa tu akute kila kitu kiko tayari. Unaona? Ndivyo alivyofanya siri zake Mwenyezi Mungu. Unaona? Alifanya hivyo ili kuweza kumnufaisha ule Adamu afurahi. Lakini Adamu alikuwa anafanya akiangalia kila kitu, viko viwili, dume na dike. Viwili, dume na dike. Akaanza kuwaza na yeye mawazo. Mungu alimuweka sasa na yeye katika usingizi, asema una mawazo namna hii. Haya, alipomweka katika usingizi, akachukua sasa ubavu wake Adamu, akamtengeneza mwanamke. Alipoamka Adamu akakuta kiumbe kingine pembeni yake, sababu alikuwa anajuta kwa upweke wake. Akakuta kiumbe kingine. Mungu akamwambia namna gani? Huyu utamuita nani? Sema mwanamke. Ni ubavu wangu na nyama ya nyama yangu. Mwanamke ni ubavu na nyama ya Adamu.
Yake wametoka kwetu sisi wanaume. Wametoka kwetu sisi wanaume. Na utakuta siri zingine za Biblia zinasema hapa haifai kuamini sana mwanamke wako katika kila jambo. Sio mimi, Biblia hayo peke ndio inasema hivyo. Sababu isingekuwa huyo mwanamke, Adamu angelifanya makosa. Siseme wanawake wote ni wakosaji. Wanawake ndio mama zetu sasa. Mama zetu, bibi zetu, dada zetu. Unaona? Tunapaswa kuamini hivyo hivyo. Haya. Twende tena tusome mstari wa 23 jinsi unavyosema. Ndo wakati nani Adamu alisema kama yuko mfupa wake ndio. Tuendelee hapo. 23 Adamu akasema huyu ni mfupa katika mfupa yangu. Tulishapa kwa mstari wa 24 sasa. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe. Okay, sawa tu hapo. Unasikia? Sasa ndio wanatuambia mwanamke, sababu ameshaonekana mwanamke, na baada ya Adamu sasa kuzaa na mwanamke, vizazi vinajitokeza, watu wanakuwa wanaoa. Sasa hapo sasa inakuwaje? Mwanaume anapaswa kuacha wazazi wake, anajiunga na mwanamke. Unasikia? Na mwanamke. Na wao watakuwa sasa kitu kimoja. Ukijifunza kabisa hata kisayansi, mwanaume, ndani ya mwanaume kuna kitu kinaitwa sperm, na hii sperm kwa mwanaume iko aina mbili. Ana X, Y, Y na nani na Y, Y na X. Lakini mwanamke ana XX tu. Yaani mwanaume ndani yake buko mwanaume na mwanamke. Wakati unazaa na mwanamke, hii Y ikienda kwa mwanamke wakati inakutana na yai yake, kama ni Y inakutana na X, anazaliwa mwanaume. Ikiwa X yako inatoka inakutana na mwanamke, kisayansi anazalika mwanamke. Ndani ya mwanaume mna kila kitu. Na ndio sababu sisi tumeumbwa maumbile tofauti na wanawake. Unaona? Tumeumbwa kabisa tofauti na maumbile ya wanawake. Tusome sasa Genese Mwanzo chapitre ya 3:1 mpaka 2. Tuone ushawishi wa nyoka sasa. Some sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 2. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke ati, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse. Hapo tu. Mungu amesema wasiale wala wasiaguse. Lakini baadaye mwanamke alifanyaje? Adamu alikuwa anaisha mwambia mwanamke sana, bibi, Mungu alisema hivi na hivi, na ndo mfalme wetu, na ndo mwongozi wetu, na ndo mchungaji wetu, usifanye hivi. Lakini ye mwanamke sana kutana na nyoka anamwambia, ye tena anakuwa anamfasiria nyoka. Anasema Mungu wetu alisema tusile hivi. Kama wewe unajua Mungu wako alikwambia usifanye hivi, kwa nini tena utafanya hivi? Zaone kama ni ujinga huo. The time is almost. Yeah, it's puppy time. Okay, tusome tu 17 tu basi, twende 17 mstari wa 17. Hapo sura ya 3. Hapo sura ya 3.
Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usiule, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Unasikia? Utakufa hakika, hiyo ni eternellement. Sasa na alikula, na ndio sababu walikufa, na hata sisi tunaendelea kufa, lakini kuna ahadi hiyo. Tutaisoma, tutaendelea katika kuendelea masomo yetu, tutajifunza jinsi ahadi zinaendelea. Basi asante sana kwa siku hii ya leo. Basi tunaweza kufunga na maombi pia.